Jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu na uweza. Karibu sana upate kupokea neno la uzima katika siku nyingine, Jumapili nyingine nzuri. Na pole kwa changamoto zote za wiki yote iliyopita. Yesu yupo ambaye anaweza kutusaidia, kutuponya. Na fadhili za Mungu zilizokuu ziendelee kuwa nawe. Yesu ni mfadhili na mdhamini, aendelee kukudhamini, akusaidie katika maisha yako. Yeye ni mwema, amejaa wema, amejaa rehema. Muamini tu atafanya, muamini tu atafanya. Bwana akupe Jumapili ya baraka kabisa yenye nguvu zake na utukufu, na ukaendelee kuziona fadhili za Bwana na uweza katika Roho Mtakatifu. Haleluya. Karibu tupokee neno lenye baraka na uzima, na tuanze na maombi. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu umejaa neema. Bwana Yesu, asante kwa sababu umejaa upendo na fadhili. Maisha yetu ni wewe, kila kitu ni wewe Bwana. Tunahitaji kukuona katika mambo yote na katika hali zote. Tawala nafsi, fikra, kwa damu yako Yesu inayonena mema. Asante kwa ajili ya watoto wako, watu wako wakuamini wewe Bwana. Nuru yako na uweza wako wawezeshe waendelee kutembea katika mapenzi yako siku zote, Baba, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu Kristo. Fadhili zako zikawe nasi. Roho wako awe na mtu wako anaposikia, akasikie na kuelewa katika uweza wako na katika nguvu zako. Mapenzi yako yaliyo mema yakatendeke tena saa hii. Amen. Roho Mtakatifu akujaze, aendelee kukumimina na kukuwezesha, na tunamhitaji sana kwenye maisha yetu katika nyakati hizi. Amen, amen. Tujifunze kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza na ya pili. Sura ya kwanza, hapa tunaona umuhimu sana wa kujazwa na Roho Mtakatifu, na tunaiona ahadi ya Mungu aliyoitoa na kwamba ilitimia, na sasa tunatakiwa tung'ang'ane kuendelea kuishikilia hiyo ahadi. Kama hujajazwa Roho Mtakatifu ujazwe, na kama umejazwa uendelee kujazwa. Kama huna upewe, na kama unaye uendelee kupewa zaidi na yeye. Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza mstari ule wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akishawajia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika katika Yerusalemu na katika Uyahudi kote. Narudia tena, nasema nanyi mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, nanyi mtapokea nguvu akishawajia juu yenu Roho Mtakatifu. Alafu anasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na katika mwisho na hata mwisho wa nchi, na hata mwisho wa nchi. Uweza huo, kusudi la kujazwa Roho Mtakatifu ni ili tuwe mashahidi wa Bwana Yesu, tutangaze ufufuko wake, tutangaze uweza wake na wokovu, na tuweze kumshinda Roho Mtakatifu. La kwanza, tunakuwa mashahidi, tunashuhudia habari za wokovu wa Yesu Kristo. Alafu pili, tunakuwa ni watu wenye nguvu za kumshinda roho ya dunia, roho ya uovu, roho ya uchawi, roho ya tamaa mbaya, roho ya mawazo mabaya. Tutamshinda huyo roho. Lakini pasipo kujazwa Roho Mtakatifu hatuwezi kumshinda roho ya dunia au shetani mwovu au roho ya kibinadamu, hatuwezi kushinda. Kwa hiyo tunaweza kushinda tunapokuwa tumemiminwa, tumejazwa yule Roho Mtakatifu. Yule Roho Mtakatifu ambaye yeye ndiye anatupa utakatifu, tunaweza kusimama katika utakatifu. Jazwa Roho Mtakatifu majira yote na siku zote, ili roho ya dunia iliyojaa uharibifu isilete usumbufu wala isikuhangaishe, bali roho wa Bwana tawale. Anasema nanyi mtapokea nguvu. Kwa hiyo pia jambo la tatu ni kwamba katika yeye tunapata nguvu. Nguvu za Mungu, sio nguvu za kibinadamu, sio nguvu za uovu, sio nguvu zingine, bali nguvu za Bwana zinatujaza. Tukiwa naye Bwana, tukiwa naye Roho Mtakatifu, tuna nguvu za kuishinda roho yoyote au nguvu yoyote katika dunia hii. Kwa hiyo tunahitaji kujazwa naye ili tuwe na nguvu za kutembea na kuyatenda mapenzi ya Bwana Yesu. Tuishinde roho ya uharibifu, roho ya dunia, roho ya shetani, na yenyewe ina nguvu, lakini huyu Roho Mtakatifu ana nguvu zilizo juu ya roho zote ovu. Kwa hiyo ni muhimu sana kujazwa naye. Sura ya pili kwenye mstari ule, sura ya pili mstari wa 17 anasema, itakuwa katika siku za mwisho, asema Bwana Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Maono na utabiri ni kwa vijana. Watabiri, vijana watabiri na kuona maono. Wazee watapata ndoto. Mungu anasema nitamwaga. Hii ni ahadi pia.
Kujazwa Roho Mtakatifu ni ahadi ambayo Baba aliachilia kwamba tujazwe Roho Mtakatifu, na amesema anamimina, hivyo alishamiminwa tayari, yupo, ni sisi kumtafuta. Kiu yako ya kujazwa Roho Mtakatifu ndiyo itakayosababisha aje. Hamu yako ya kupewa Roho Mtakatifu ndiyo itamfanya aje. Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 20, Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akifungua mlango nitaingia, nitakula naye, atakula pamoja nami, atakaa pamoja nami. Roho Bwana Mungu anakutujia ni pale tunapokubali kufungua mlango wa moyo, alafu yeye aingie akae nasi. Fungua mlango wa moyo wako ili akae, atawale maisha yako, amiliki nafsi yako. Yesu ni wa neema, amejaa rehema. Fungua mlango wa moyo, kubali, weka kiu. Anasema siku na nyakati za mwisho ni ahadi ya Mungu inatimia. Tunahitaji nguvu, tunahitaji kushuhudia habari za Yesu, tunahitaji uwezo wa kumshinda roho ya dunia, lakini pia tunahitaji kupata mafunuo, maono, ndoto tunapata kutoka kwake. Kwa hiyo kwa njia ya Roho Mtakatifu tunapata maono, ndoto, tunapata kuwa watabiri. Hatutaisumbuka kutafuta kutabiriwa, kwa sababu akishajaa yeye ambaye ndio anayetafsiri na kutabiri, basi yatosha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Na vijana wameambiwa watajazwa, watapokea. Nami nasema ujazwe kwa jina la Yesu, umiminwe tele huyo Roho, akae nawe, ayavike uweza maisha yako, yatembee katika Roho, sio katika giza na uovu, bali utakatifu. Utakatifu pia jambo lingine hilo kama la 4 au la 3, nasema tunajazwa utakatifu. Roho Mtakatifu anatupa kwa watakatifu. Bila Roho Mtakatifu hakuna utakatifu. Haleluya. Nguvu, utakatifu, mashahidi wa kushuhudia habari za Yesu. Mambo matatu hayo makubwa. Lakini la 4 lipo pia, kwamba kwa yeye tunapata ujasiri na ushujaa, na tunaushinda uovu wote, shetani na mamlaka zake. Bwana akujaze nguvu katika Jumapili, ukamalize wiki kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Anasema mtapokea nguvu. Hii ni ahadi. Basi pokea, jazo hizo nguvu, nenda na nguvu za Roho, simama katika Roho, mtafute Bwana. Haleluya. Baba, asante kwa neema yako. Naomba mshibishe kila mmoja wetu, tushibishwe tena uweza wako na Roho wako katika jina la Yesu. Baba, katika majira na nyakati hizi tunaomba kuwezeshwa kwa Roho wako, tutembee na Roho wako katika ulimwengu huu ambao una hatari nyingi na nguvu nyingi za roho uharibifu. Naomba tujazwe nawe, tushibishwe nawe kwa jina la Yesu. Bwana akubariki, akuvike na uweza. Furaha ya Bwana ikujaze. Roho Mtakatifu analeta amani, Roho Mtakatifu analeta furaha ya kweli, Roho Mtakatifu anakupa uhakika. Bwana akushibishe hayo na zaidi na zaidi.